Karibu tena kwenye simulizi ya filamu. Leo nitakuwa na filamu ya matukio ya kale ya mwaka 2018 inayoitwa Alpha. Filamu inaanza miaka 20,000 iliyopita katika Ulaya ya kale. Kundi dogo la wawindaji likiongozwa na kiongozi wao Tau lilijiandaa kushambulia kundi la nyati wakubwa wa porini. Waliunda ukuta wa mikuki uliowafanya nyati kukimbia kwa kasi na kuanguka kutoka kwenye jabali refu sana. Hata hivyo, nyati watatu wakabaki nyuma na mmoja wao, dume mkubwa, akamshambulia mtoto wa Tau aitwaye Keda. Baada ya nyati kumpiga Keda kwa nguvu na pembe zake, akamkokota hadi ukingoni mwa jabali ambapo Keda akaanguka kwenye shimo refu, huku Tau akimpiga mnyama huyo kwa mkuki. Ikafahamika kuwa yote haya yalianza wiki moja kabla, wakati vijana wa kabila walipopimwa ustadi wao wa kutengeneza mikuki. Waliofaulu ni Keda na rafiki yake Kapa. Hivyo wakachaguliwa kushiriki katika msafara wa mwisho wa uwindaji kabla ya majira ya baridi kuanza, kama sehemu ya mila ya kuwafanya kuwa watu wazima. Kabla ya kuondoka, pia walipigwa na wanaume wengine ili kuwafundisha kwamba maumivu ni sehemu ya maisha yao. Wakabarikiwa na mganga mkuu wa kabila kando ya moto wa kambi. Baadaye usiku, Keda akiwa amejifanya amelala, Keda akamsikia Tau na mama yake Roe wakibishana. Roe aliamini Keda bado hajawa tayari kuwinda kwa sababu Keda ni muoga sana na hawezi kuwinda, lakini Tau aliamini Keda lazima athibitishe uwezo wake kwenye kabila lao. Asubuhi iliyofuata, kundi la wawindaji likaondoka baada ya kuagana na wapendwa wao na kupokea baraka ya mganga. Roe akamkabidhi Keda kipande cha ziada cha manyoya kama ishara ya ulinzi. Wawindaji wakaanza safari yao kwa kufuata njia takatifu iliyowekwa na mababu zao, ambao waliunda sanamu za mawe zilizoonyesha njia ya kufuata. Michoro ya mikono juu ya mawe hayo ilielekeza njia ya kwenda kwenye eneo la uwindaji. Wakiwa safarini, wakakutana na kundi jingine la wawindaji likiongozwa na Z, rafiki wa zamani wa Tau, ambaye hivi karibuni mwandawe amekufa. Makundi hayo mawili yakaungana na kusafiri pamoja. Kila alipopata nafasi, Keda alijaribu kumfurahisha baba yake, lakini alishindwa kuwasha moto na hakuweza kumuua ngiri aliyekamatwa na wanaume wengine. Hivyo Keda akajihisi kama ameshindwa. Usiku mmoja, wakiwa wanakula karibu na moto, wakasikia kelele nyuma yao. Wakakaa haraka nafasi ya kujilinda, lakini baada ya kuona hakuna kitu, wakapumzika. Kosa kubwa. Chui wa milimani akaruka ghafla na kumkamata Kapa, akimchukua ili kumla. Asubuhi iliyofuata, wanaume wakajenga rundo la mawe kwa ajili ya kumfanyia Kapa ibada ya kumbukumbu, ishara ya roho yake kuondoka kwenye duniani kwenda kwenye maisha ya baada ya kifo. Baada ya mazishi, safari ikaendelea, wakisimama kuwinda na kupumzika tu. Jioni moja, walipopata pango kubwa na salama la kulala, Tau akachukua nafasi hiyo kumchora Keda tattoo ya makundi ya nyota kama yake, ili aweze daima kupata njia ya kurudi nyumbani. Baada ya siku kadhaa, hatimaye wakapata njia ya kinyesi cha wanyama iliyowaongoza hadi kwenye kundi la nyati wakubwa wa porini. Hapo ndipo hadithi inarudi hadi mwanzo. Keda alipoanguka, Keda akajaribu kushika ukingo mgumu wa jabali, lakini akateleza na kuangukia kwenye sehemu nyingine ya mwamba, ambapo akavunja mguu na kupoteza fahamu. Tau akiwa na hamu kubwa ya kumwokoa mtoto wake, Tau akajaribu kushuka chini, lakini wawindaji wenzake wakamzuia wakisema tayari kachelewa. Wakati wanaume wengine wakibeba nyati waliowakamata, Tau akabaki pembeni mwa jabali akilia kwa kukataa kuamini kilichotokea. Baada ya kugawana mawindo yao kwa usawa, kundi la Z likaondoka kivyake kurudi nyumbani kwao. Hivyo kundi la Tau likabaki kwa usiku mmoja wa mwisho kambini kabla ya kumshawishi kiongozi wao waendelee na safari. Asubuhi iliyofuata, Tau akajenga rundo la mawe mengine huku machozi ya huzuni yakiendelea kumtoka. Baada ya masaa mengi toka kundi liondoke, tai mkubwa akatua juu ya Keda na kujaribu kumla. Hii ikamfanya Keda aamke, na baada ya kumsukuma ndege huyo na kumvunja shingo, Keda akatambua hali aliyonayo. Akauvuta nyuma mguu wake uliovunjika, kisha Keda akajaribu kushuka, lakini hakukuwa na sehemu za kutosha kushika na akaishia kuninginia kwa muda mrefu kwenye maumivu makali. Muda mfupi baadaye, mvua kubwa ikaja na kuanza kufurika eneo lililo chini yake. Hivyo Keda akajiamini na kuachia alipokuwa ameshika, akiangukia majini na kupoteza fahamu tena. Alipoamka asubuhi iliyofuata, mvua ilikata na maji yakapungua. Baada ya Keda kunywa maji kutoka kwenye dimbwi na kufunga mguu wake ulioumia, Keda polepole akapanda kurudi juu ya jabali, ambapo akakuta alama ya kumbukumbu aliyowekewa na baba yake. Lakini kwa hasira akaivunja baada ya kugundua ameachwa nyuma na atalazimika kujitafutia njia ya kurudi nyumbani peke yake. Keda akaanza safari yake akiwa peke yake. Alikula wadudu, akajaza maji kwenye chupa yake kutoka kwenye madimbu aliyoyapata, na akapanda miti kulala salama usiku mbali na wanyama wakali. Siku moja mchana, kundi la mbwa mwitu likamvamia. Keda akakimbilia juu mti tena, akimdunga mmoja wao kwa mkuki wakati alipomshika mguu, kabla ya kupanda juu na kuwa salama.
Anabaki juu ya mti hadi mbwa mwitu akachoka kusubiri na kuondoka, wote isipokuwa yule mmoja aliyejeruhiwa na Keda. Akajiandaa na mkuki ili kummalizia, lakini hakuweza kujilazimisha kufanya hivyo akaamua kumpuuzia. Hata hivyo, Keda hakuweza kufanya hivyo pia. Mlio wa uchungu wa mbwa mwitu ulimuumiza sana. Keda akaamua kumsaidia, na baada ya kuufunga mdomo wake ili asiuume, akamchukua mbwa mwitu na kumbeba hadi ziwani ili kusafisha jeraha lake. Kwa bahati mbaya, hawakuweza kupumzika mahali hapo kwa muda mrefu kwa sababu kulikuwa na fisi karibu. Hivyo, Keda akamchukua tena mbwa mwitu na kuendelea hadi walipopata hifadhi kwenye pango ambako wakaweza kulala kwa usalama. Asubuhi iliyofuata, Keda akapata jiwe kama kinu karibu na mifupa mingi na akakitumia kusaga mimea na kutengeneza dawa ambayo akapaka kwenye mguu wake, huku mbwa mwitu naye akifanikiwa kujifungua kutoka kifungoni. Sasa kwa kuwa mnyama huyo alionyesha utulivu, Keda akaamua kumpa maji yake, jambo ambalo mbwa mwitu hatimaye akakubali baada ya kunguruma mara kadhaa. Keda akafikia hata hatua ya kusafisha jeraha lake kwa kutumia manyoya aliyopewa na mama yake, na pia akampa minyoo aliyopata. Lakini minyoo haikutosha kuwashibisha, hivyo Keda hatimaye akapata ujasiri wa kufanya uwindaji wake wa kwanza. Akaua sungura kwa jiwe na pia akafanikiwa kuwasha moto ili kumpika. Mbwa mwitu akajaribu kumnyang'anya sungura, lakini Keda akamkataza haraka, akikumbuka mafundisho ya baba yake kuhusu uongozi. Akaonyesha mamlaka yake kwa kula kwanza kila mara na kumlisha mbwa mwitu baada ya kumaliza. Hata hivyo, licha ya kushiriki naye chakula, mbwa mwitu bado hakumruhusu kumgusa. Majira ya baridi yalikaribia kwa kasi sana na Keda alilazimika kupata njia ya kurudi nyumbani kabla barafu haijaanza kunyesha. Aliwaza kama ataweza bila baba yake, lakini alijua lazima ajaribu. Baada ya kukusanya vifaa vya kutosha na kuhangaika na mbwa mwitu ili kurudisha manyoya yake, Keda akaondoka pangoni na kuanza safari yake kurudi nyumbani. Alihisi kuchoshwa na kukasirika kwa sababu mbwa mwitu hakuacha kumfuata bila kujali alivyomwambia aondoke. Hatimaye Keda akakata tamaa na kumkubali mbwa mwitu kama mwenzake wa safari, hata akamfundisha kuja alipopiga mluzi. Jaribio lao la kwanza la kuwinda pamoja likashindikana kabisa, lakini baada ya majaribio kadhaa wakapata njia ya kufanya mashambulizi yao na kupata mawindo bila shida kubwa. Usiku, Keda akahakikisha kama walielekea mwelekeo sahihi kwa kutumia mchoro wa nyota ulioko mkononi mwake, na mbwa mwitu akaanza kulala karibu naye, hata kumruhusu amguse sasa kwa kuwa amepata imani yake. Baada ya mchana mmoja walioutumia ziwani kuoga na kuvua samaki, Keda akaamua kumpa mbwa mwitu jina la Alpha. Safari yao ilichukua muda mrefu sana hadi majira ya baridi yaliwafikia na barafu ikaanza kunyesha. Jioni moja, walipokuwa wanakula karibu na moto, wakavamiwa na kundi la mbwa mwitu ambao waligeuka kuwa familia ya Alpha. Keda akijua jinsi hali ilivyo baada ya kumkosa mtu uliyempenda, Keda akamwambia Alpha aende nao, hivyo akabaki kuendelea na safari peke yake. Kadiri muda ulivyopita, dhuruba la theluji za barafu likaongezeka na Keda akapata ugumu wa kusonga mbele kila siku, hasa alipoota ndoto mbaya kuhusu Tao kufika nyumbani na kumpa Roe habari mbaya. Baada ya siku chache za kutembea kwenye dhuruba nyingine, akakutana tena na Alpha na kundi lake, lakini alipowakimbilia, barafu likapasuka chini ya miguu yake na akaanguka kwenye maji ya baridi kali. Manyoya ya mama yake na vifaa vyake vingi vikaelea na kupotea. Keda akagonga barafu kwa kisu chake na kufanikiwa kuvunja sehemu yake ili Alpha aweze kumvuta nje. Kisha wakaanza kusafiri pamoja tena, na usiku huo Keda akalala akimkumbatia Alpha ili kupata joto mwilini mwake. Baada ya kusonga mbele kwa maili chache zaidi, wakapata alama za nyayo na kuzifuata hadi kwenye kibanda, lakini kwa huzuni wakakuta mwenyeji wake ameganda na kufa. Hakukuwa na chakula, lakini Keda akachukua upinde na mshale kwa ajili ya uwindaji, akipuuzia wasiwasi wa Alpha alipoanza kukohoa damu. Baadaye wakajikuta kwenye hali ngumu. Kuna fisi waliwafuatilia nyuma na mbele yao kulikuwa na dhoruba la hatari. Wakakimbia hadi walipopata pango la kujificha, lakini kwa bahati mbaya kulikuwa na chui wa pangoni aliyewashambulia bila kusita. Alpha akapambana kwa ujasiri huku Keda akiweka mshale kwenye upinde wake akilenga kwa makini. Akafanikiwa kumuua chui na kumwokoa Alpha, ingawa akabaki na majeraha makubwa. Waliporejea kwenye safari yao polepole katikati ya dhoruba kali, wakapata sanamu iliyoashiria njia takatifu, hivyo Keda akajua wako karibu na nyumbani. Tumaini lake likaongezeka zaidi usiku mmoja walipoona mwanga wa anga la kaskazini, ishara kwamba mababu zake waliwaongoza. Hata hivyo, Alpha alikuwa dhaifu sana kuendelea na siku moja akaanguka. Bila kutaka kumwacha rafiki yake, Keda akambeba mikononi mwake na kuendelea naye, licha ya yeye mwenyewe kuwa dhaifu na kuendelea kukohoa damu. Hali ikawa mbaya sana hadi Keda naye akaanguka. Lakini akapata nguvu kupitia kumbukumbu iliyomjia katika ndoto, mazungumzo aliyosikia wazazi wake wakifanya kabla ya kuondoka ili kumsaidia Roe. Tao alimwambia asiwe na wasiwasi kwamba Keda alikuwa na nguvu kuliko hata yeye mwenyewe alivyodhani. Akiwa na nguvu mpya kutoka imani ya baba yake, Keda akaamka, akamchukua tena Alpha na kumbeba kupitia dhoruba hadi hatimaye wakafika kwenye kabila lake. Watu wote wakashangaa walichokiona na Tao akalia huku akimwambia mtoto wake jinsi alivyofurahia kabla ya kumpeleka yeye na mbwa mwitu ndani ya hema ili watibiwe. Baada ya Keda kutibiwa na kulishwa, mganga akamchunguza Alpha na kugundua haraka tatizo lake. Alpha alikuwa ni jike na yuko katika hali ya kujifungua. Watoto wote wa mbwa mwitu wakazaliwa salama na wenye afya na kabila likawakaribisha kama sehemu ya familia.
Miaka kadhaa baadaye, watoto hao walipokuwa na kuwa mbwa mwitu wakubwa, wakapewa wawindaji kama wenza wao na kupelekwa kwenye uwindaji mkubwa uliofuata kabla ya majira ya baridi. Kwa kusema hivyo, filamu inaishia hapo. Hakikisha una subscribe na kulike ili uweze kutazama video nyingi zaidi kama hii. Asante kwa kutazama, tukutane filamu inayofuata. Kwa heri kwa sasa.